mwisho. La kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo watabiri wa hali ya hewa wametuambia nchi yetu tunawezekana tukawa tuna El Nino mwezi wa 10. Na sisi Kilindi tukipata mvua za El Nino ni lazima maeneo yetu yawe mtihani. Naombeni tuanze kutoa elimu kwa watu wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi ni mafundi sana wa kulima mabondeni na kwenye mikondo ya maji. Naombeni sote kwa umoja wetu twendeni tukahamasishe wananchi wetu wasifanye hivyo. Yaani leo kuna maeneo Mheshimiwa Mwenyekiti utaenda unakuta kabisa mkondo wa maji, mtu kalima katikati pale. Ikinyesha mvua inaondoa yale mazao, anakaa siku ya kwanza, siku ya pili unakuta tena anapanda tena pale pale. Kwa kiongozi usipopata fursa ya kupita huko inakuwa ni mtihani. Ni waombe waheshimiwa tuendelee kuhamasishana. Kwa wale wanaolima kwenye maeneo ya vyanzo vya maji, kwenye mikondo ya maji, wanayefanya shughuli za kibinadamu kwenye maeneo ya kando kando ya mikondo ya maji, naombeni waheshimiwa tukawaziwie. Tofauti na hapa, haya maji na mafuriko yataingia kwenye majumba yetu. Tutaanza sasa kuhangaika, badala ya mtu mmoja ni jamii nzima inakuja kuathirika kutokana na uzembe wa mtu mmoja aliyetamani kulima kwenye maeneo ambayo ni mkondo wa maji.